I say karibu sana ndani ya Amaika viwanjani as usual. Kijana wako hapa gari ya siku nyuma Siemera. Leo hii ni bingwa kwa jina la Chris Abala. Ebana, Fiesa tari imeshanoa nanga, itakuwa inanoa nanga leo hii majira ya saa 7 huko. Vijana wa timu ya Kakamega High School wenyewe wanajiita the GC waliimbwa sana kitaifa baada ya kumpiga Yala kwenye extra time, akifunga Baleti magoli mawili na akafunga bingwa kwa jina la DH ama DW14 mwite Derek Wanyonyi. Mwisho wa siku basi 3-2 wakawa kwa vizuri sana. Asikwambie mtu kitu kimoja bwana, katika mitanange hii tunaona kwamba pana uchovu kutokana na timu Kenya, alafu pia lalama zimekuwa nyingi kwamba baadhi ya vijana hawajala, usafiri umekuwa mbovu kidogo kiasi cha haja, yani mpaka hata watu wanalalamika asema kwamba inakuwaje jamaa serikali imetuflag off, alafu masuala na mdifu, masuala na food tunasumbukana so poa. Lakini ndio hivyo ilivyo, Nyakacho wako kule, Yala wapo kule, Kakamega wapo kule, Joka wako kule, wanakuwa wanafanya shughuli zao, si Joka ni Joga Girls wao wako kule wanafanya shughuli za kwao taratibu. Two teams ambazo zilikuwa ziende lakini hazijaenda, tunazungumzia Archbishop Njenga na Menengai. Serikali ya Kakamega haijaingilia kati kuhakikisha kwamba mabingwa hao wanaenda, tunazungumzia Archbishop Njenga, waweze kupata ule usafiri wakaenda, ama waweze kupata ule ufadhili waenda wakawakilishe taifa. Alafu pia Nakuru Volde, kwani hakuna hajafanya na jamaa Menengai walionyesha mchezo mzuri, walimtandika highway timu kubwa, shule kubwa wakaitandika. Alafu unaniambia kwamba alafu unataka tuende nini kweli? Ni sawa. Hiyo kando, majuzi kuwepo na friendly match baina ya vijana FC Leopards na Kakamega Homeboys. Mtanange wote tulikuletea moja kwa moja ndani ya Amaika Media. What an experience man. Ilikuwa nzuri. FC Leopards walishinda magoli 2-0 akifunga bingwa kwa jina la Tyson Otieno. Kijana mgawa utamu na furaha. Fanya shughuli zikawa kweli. Weekend watakuwa wanacheza dhidi ya nani? Watakuwa wanacheza dhidi ya timu kutoka kule Uganda. Mtanange mkubwa sana. Kama sio Nyayo basi watakuwa wanachezwa pale Ulinzi Complex. Mida ni saa ngapi? Kaida saa 10. Kwa hivyo Wakenya mnaomba kwamba jitokezeni kwa wingi mkatazame vijana wenu watakapokuwa wanafanya shughuli ugani. Kuna baadhi ya sajili alizijaribisha Boniface ama Fred Ambani, ndugu ya Boniface Ambani ambaye ndio mwenyekiti wa klabu ya FC Leopards. Tunazungumzia bingwa kwa jina la Kante Adama Kante. Dogo ni moto jamani, ni fire. Tunasubiri tu msimu utakuwaje, alafu ile depth yao pia iko vizuri. Nilimwona Kevin Otiala akipiga shughuli pale nyuma na Casey Odhiambo. Mariamu ametulia, very relaxed. Alafu kuna Sise, ile striker ambaye yuko pale. Kelly Madala anaomba kwamba kidogo anajeraha, masuala kama hayo. Timu zimefanya usajili. Mombasa United ipo sokoni inafanya usajili wakijipanga kwa msimu wao ambao kwamba atakuwa anaingia ndani ya KPL kwa mara ya kwanza sana. Timu mbili kutoka Mwamboni wa Kenya, nazungumzia Bandari United ama Bandari FC na Mombasa United. SSSAD ilikuwa ifanye makamuzi misimu kama ile iliyopita, lakini migogoro ya hapa na pale wakaishia pale NSL. Mwisho wa siku ndo hao mambo na masuala na hela, migogoro ya hapa na pale, ufadhili haumo katu. Lakini kitu kimoja ambacho kitakuwa kinazungumziwa sana, 3K Migori na Mombasa United, are this team ready to stay in KPL ama zitakuja msimu mmoja alafu zisepe? Ndio kitu ambacho watu wengi wanasubiri kuona itakuwaje. But in the meantime jamani, let's support our own. Tujisupport sisi wenyewe, Kenyan football, local football, itakuwa ni tamu sana. Unaangalia kwamba KPL wanapocheza mashabiki hawatokei ugani kama CFC Leopards inacheza ama Shabana, the only Sha that is working in Kenya, chambilecho wao mashabiki wanavyosema. Alafu kama si Gor Mahia uone timu nyingine kijaza uga, lakini michuano ya shule za upili inatia huruma. Lakini saa
michuano ya shule za upili zinajaza watu sana. Kwani ni nini ambacho hawafanyi ama bingwa ambacho kinafanywa na KSSA? Na hata ile marketing mimi sijaiona kwa KSSA, lakini kwenye KPL ina mfadhili, ina mtu ambaye kwamba anaongoza ile ligi, oe, ni sawa. Twende wapi? Ulaya. Vijana wa Chelsea juzi klabu imetoa statement ikasema kwamba is 120 or not. Kama haiwezi na by Ijumaa ikiisha hivi dogo atoke, biashara ikatike. Baada ya Ijumaa Enzo Fernandez anatakikana na Enzo Maresca, kocha wa Man City. Yaani jamaa anamtaka kwa gharama yoyote ile. Lakini leo Ijumaa imefika asubuhi, ni circulating online, wanataka 140. Are you thinking what I'm thinking guys? Sidhani kama atatoka Chelsea yule bingwa, lakini kikubwa ni kwamba wana watu ambao kwamba ni wengi. Sajili zimekuja, tunazungumzia kina Georgian Kwenda, tunazungumzia bingwa kwa jina la Emeha ambaye kwamba ni striker, kuna Welbeck, Anderson wameshajiunga na klabu na wapo vizuri sana. Renders pia ni Penders ama Renders hivyo ametoka kule Strasbourg, ameshajiunga na timu. Tunasubiri tuone kile ambacho kitazaliwa. Man United, Tillsman Yori yupo pale, Santos yupo pale. Msimu unapoanza itakuwaje? Arsenal wameshamtua Bruno Guimaraes. Basta ya Bruno Guimaraes kuja, wakaja kuna tetesi zikaanza nasema kwamba Lewis Skelly atakuwa anatoka kwenye klabu ya Arsenal kutokana na kuwa dogo kaja. Pia Zubimendi atakana, lakini anasema kwamba yeye anataka kuendelea kupigania namba yake pale Arsenal. Skelly alikuwa anatakana na Chelsea, tetesi zile wakaja akakaa na Man United pia walikuwa wanamhitajia. Lakini Lewis Hall yule beki wa Newcastle pia alikuwa anasema nitakutoka, lakini klabu imedinda, asema kwamba si hatutaki kukuachilia. Tuakuachiliaje kirahisi hivyo? Kwa hivyo Man United bado namsaka beki wa kulia ambaye anaweza akasaidiana na Luke Shaw, kushoto Konradi, ambaye anaweza akasaidiana na Luke Shaw kufanya shughuli kwa kweli. On Sunday Amaika Media, Amaika Radio itakuletea mtanange wa ngao ya jamii. Tunazungumzia Community Shield, Arsenal dhidi ya Manchester City. Kwamba Arsenal walishinda lile kombe la EPL la msimu uliopita, alafu Manchester City wakashinda FA. Kwa hivyo watakuwa nafanya masuala ya kwa kweli. Majuni kwamba kama Vinga anatakana na Man United, anazungumzia kule Bernabeu. Alafu kule pia kuna visiki, Maki Kukureila, Skwambire mtu kitu, Bernardo Silva, Yadi Amande wapo kule. Rodri anatakana na Barcelona, hapo bado ni kule La Liga. Itakuwaje upande wa pili? Walishamsajili ile bingwa fulani ambaye ana manywele hivi, Edeyemi kutoka BVB Borussia Dortmund. Alafu kuna tetesi zinasema kwamba kule upande wa Bundesliga Bayern Munich wanamtaka nani? Wanamtaka Romeo Lavia au Kamujo. Jamaa tangu asajiliwe Chelsea hajamaliza hata dakika 90. Ni mechi ya kirafiki tu tunamaliza dakika 90 ugani. This time round anamtaka Vincent Kompany, ataenda au atabaki? Ndio kitu ambacho tunajiuliza. Lakini kwa updates zote za football, stay locked in Amaika Media, Amaika Radio 99.3. My name is Agadias, kwa nyuma CMera amekwepo bingwa kwa jina la Chris Abala. Bye bye for now, until next time. Good boy.